Somo ambalo tulikuwa tunalifanya hata Ijumaa iliyopita, na katika kuliendeleza somo hilo tulipoona jinsi Mungu alivyomwapia Ibrahimu kwa kiapo kilichokuwa cha juu zaidi enzi hizo, swali liliibuka kuhusu kuapa. Swali lenyewe liliulizwa na dada yetu Angela, lakini kwa kweli lina manufaa kwetu sote. Na swali lenyewe lilikuwa ni kwa nini Mungu aliapa ili hali sisi tunaambiwa tusiape kamwe. Ni kwa nini Mungu aliapa ili hali sisi tunaambiwa tusiape kamwe? Katika kujibu swali hili, tunatangulia na maandiko kwenye kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 33 hadi ule wa 37, ambapo Bwana Yesu alinena maneno haya. Katika andiko hilo nililolitaja ni kwamba Bwana Yesu alisema, tena mumesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako ama viapo vyako. Hivyo ndivyo watu wa kale waliambiwa. Mstari wa 34 anasema, lakini mimi nawaambia usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo ya kuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndio, ndio, sio, sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Hapa Bwana Yesu anaanza kwa kutaja ya kwamba wale wa Agano la Kale waliambiwa wasiape uongo. Hiyo inamaanisha walikubaliwa kuapa kwa kweli, na maandiko ya Agano la Kale yanadhibitisha hayo. Kile ambacho nakisema hapa ni kwamba makataa ya Agano la Kale ama makataa ya sheria ilikuwa ni kutoapa uongo. Ilikuwa sio kutoapa kabisa, ilikuwa ni kutoapa uongo. Na ukiangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10 na mstari ule wa 20, waliambiwa, mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Andiko hilo lina wahimiza wana wa Israeli kuapa kwa jina la Bwana. Kwa hivyo inadhibitisha ya kwamba kile ambacho walikatazwa katika agano lile ni kuapa, sio kuapa, bali ni kuapa uongo. Yeremia sura yake ya 4 na mstari wa 2 inasema hivi, nawe utaapa hivi, kama Bwana aishivyo, katika kweli na katika hukumu na katika haki, ndipo mataifa watajibariki katika yeye, nao watajitukuza katika yeye. Sio tu wanahimizwa kuapa kwa jina la Bwana, bali wanaambiwa hata jinsi watakavyo apa.
kama vile Bwana aishivyo. Na najua watu wengi hata katika kizazi hiki, hasa wale ambao hawajaelewa sana mambo ya kutoapa, utasikia wakiapa wakisema, kama aishivyo Bwana nitafanya hili ama nitafanya lile. Waisraeli walihimizwa kuapa hivyo. Kile ambacho walikatazwa ni kuapa uongo. Ni kuapa uongo. Na ukiangalia kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura yake ya 19 na mstari wa 12, wanaambiwa, msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina langu, kwa maana mimi ndimi Bwana. Walikatazwa kuapa uongo, kwa sababu kufanya hivyo, wakilitaja jina la Bwana, litaliletea jina la Bwana unajisi. Na sababu ya kulihusisha jina la Bwana na kiapo cha uongo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yeremia sura yake ya 5 na mstari wa 2, Yeremia anawakemea Waisraeli na kuambia, na wajapo sema kama Bwana aishivyo, hakika waapa kwa uongo. Yani ilikuwa ni tabia kwa wana wa Israeli kuapa wakisema kama Bwana aishivyo, ili hali wanaapa kile ambacho hakiko. Wanaapa kwa uongo, lakini wanaapa uongo wakilitaja jina la Bwana. Na hilo ndilo jambo ambalo walikuwa wamekatazwa. Ama kweli walikuwa wamekatazwa kutolitaja jina la Bwana ovyo ovyo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ya 20 na mstari wa 7, ni katika zile amri 10, mstari wa 7 wanaambiwa, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Waisraeli walikuwa wamepewa makataa ya kwamba wasitaje jina la Bwana Mungu wao bure ovyo ovyo. Na hata kizazi hiki kuna watu wenye tabia ambayo sio tabia nzuri ya kulitaja jina la Bwana Mungu wetu ovyo ovyo. Yani mtu anaweza kuapa tu kwa jina la Bwana, asema kama Mungu aishie, Mungu aliye juu, sijui nini. Watu wanapenda kutaja jina la Bwana bila kuonyesha kumcha Bwana. Jina la Bwana lilikuwa takatifu sana kwa wana wa Israeli, kiwango cha kwamba hata sasa Waisraeli wengine hawawezi kuliandika jina la Mungu kikamilifu, wala hawataki kabisa kulitaja kwa vinywa vyao. Na hiyo ni dhahiri kwa sababu hata wakati Bwana alifunua jina lake, utakuta linaandikika lakini halitajiki. Zile herufi ambazo zimeongezewa kidogo ili zitoe mtamko wa Yahweh, ni herufi ambazo bila kuongezewa chochote jina hilo haliwezi kutamkika. Bila kuongezewa chochote jina hilo haliwezi kutamkika. Yani ile YHWH. There is no way you can pronounce that unless there is some addition to make it pronounceable. And Waisraeli walilienzi sana jina la Bwana kwa sababu Mungu alikuwa amewaambia kulienzi, na alikuwa amewaambia wasilitaje bure. Kama mtu angeapa akitaja jina la Bwana, ilimpasa kutimiza kiapo chake.
ndio utakuta waliamliwa kutimiza viapo vyao. Hesabu 30 mstari wa 2. Mtu atakapomweka Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue ama asilibadilishe neno hilo. Atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Kama mtu angeapa akilitaja jina la Bwana, hata kama jambo hilo lingekuwa ni gumu namna gani ama lingemuudhi kwa namna yoyote ile, lakini ilimpasa kufanya sawasawa na maneno ambayo yalitoka kinywani mwake. Zaburi 15 mstari sijaandika mstari, you can confirm, ni kidogo sana hiyo Zaburi, ni kidogo sana, unaweza confirm. Nafikiri mstari wa 4 ama wa 3 inasema inaanza kwa kusema ni nani atakaye kaa mahali patakatifu pa Bwana. Zaburi 15. Ni nani atakaye kaa mahali patakatifu pa Bwana? Na inaendelea kusema pale tunaposoma, inasema hivi: ni mtu ambaye machoni pake, mtu asiyefaa kudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana, ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Inasema ni nani atakayekaa mahali patakatifu pa Bwana, na inasema kwamba ni mtu ambaye machoni pake akiapa jambo, akiapa kiapo kwa Bwana, ingawa kiapo hicho kitakuwa na hasara gani kwake, hayabadili maneno hayo. Anatimiza yale ambayo ameyaapa. Na tunaweza kutoa mfano wa kutimiza kiapo hata kwa hasara ya aliyeapa. Tunaweza kutoa mfano wa mtu kama Yefitha. Yefitha tunasoma habari zake kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 30 hadi mstari wa 30, Waamuzi 11 mstari wa 30 hadi ule wa 39. Na najua zote tunajua hadithi ya Yefitha. Yefitha aliapa kiapo kwa Bwana alipokuwa akienda kupigana na adui wake, na akamwambia Bwana, utakaponipatia ushindi, nikirudi katika ushindi, chochote ambacho kitanilaki mwanzo kutoka kwa nyumba yangu, nitakutolea kiwe dhabihu ya kuteketezwa. Na aliporudi, ole wake, kile ambacho kilimlaki cha kwanza kutoka chumba chake alikuwa ni binti yake, mwana wake wa pekee. Na kwa sababu ya kiapo alichokiapa, ilibidi atekeleze kiapo hicho. Na tunajua hiyo hadithi ya Yefitha. Labda mfano mwingine wa kiapo utaweza kuwa ni, hata kama huu unahusisha mtu wa mataifa, ni kiapo ambacho kilifanywa na Herode. Wakati binti Herode alimchezea vizuri yeye na wageni wake, aliahidi kwa kiapo. Hiyo ni Mathayo 14 na mstari wa 7 hadi ule wa 9. Ya kwamba akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakalo liomba. Naye huku akichochewa na mama yake akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Herode aliapa kumpa binti yake chochote kile atakacho kihitaji ama kiuliza. Hakujua ni nini atataka. Lakini mamake msichana akamchochea, kwa vile alikuwa amemchukia kabisa Yohana Mbatizaji. Akamchochea aitishe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika. Neno linasema mstari wa 9,
lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru huyo msichana apewe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Huo ndio ulikuwa uzito wa kiapo. Mfano mwingine wa kiapo ni mfano wa Wayahudi ambao waliapa ya kwamba hawatakula chochote hadi pale watakapokuwa wamemuua Paulo. Matendo ya Mtume sura yake ya 23 mstari wa 12 hadi mstari wa 14 inasema hivi: kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano. Mapatano ni agano kama tulivyosema. Wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Watu 40 walipatana katika agano, wakakubaliana, wakaapa ya kwamba hakuna mmoja wao atakayekula chakula wala kunywa maji ama chochote kile kabla hawajamuua Paulo. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Na ukiendeleza hadithi hiyo utakuta ya kwamba Paulo aliokolewa kwa sababu ya neema ya Mungu. Mungu alikuwa amemwambia, kama vile umenishuhudia hapa Yerusalemu, utanishuhudia pia kule Roma. Na kijana mmoja wa dada yake Paulo akasikia jama hiyo na akaweza kumuokoa Paulo. Akasafirishwa usiku, akapona kutokana na jama hiyo ya kumuua. Sijui kwa sababu maandiko hayajasema ni yepi yaliwapata wale ambao walikuwa wameapa. Kama ilifika mahali wakaabiana wakule ama walikufa njaa, hapo hatujaambiwa. Lakini walikuwa wameapa ya kwamba hawatakula chochote wala kunywa chochote hadi pale watakapokuwa wamemuua Paulo. Hawakumuua, lakini matokeo ya kiapo chao hatujui. Lakini ninajua ya kwamba kuna sheria katika kitabu cha Walawi ambacho kilimruhusu mtu kutoa dhabihu za kujiondoa kwenye kiapo ambacho amekiapa. Kulikuwa na sheria ya namna hiyo, labda walitumia nafasi hiyo kujifungua kwa kiapo hicho. So ni dhahiri ya kwamba katika agano la kale watu sio tu waliruhusiwa kuapa, bali walihimizwa waape kwa jina la Bwana. Na katika maandiko mengi, unajua somo letu siku ya leo sio kuhusu kiapo, tunajibu tu swali. Lakini kuna maandiko mengi ambayo Mungu aliwaghadhabikia Waisraeli, baadhi ya Waisraeli ambao waliapa kwa jina ya miungu ya Baali. Mungu akawaghadhabikia, akawakasirikia kwa sababu waliapa kwa jina la miungu ya Baali. So ni dhahiri ya kwamba katika agano la kale watu hawakukanywa kuapa, mbali walihimizwa kuapa hata kwa jina la Bwana, bora tu waape ukweli, wasiape kwa uongo. Lakini tunapokuja katika agano jipya, tumesoma vile Yesu amesema hapo mwanzo, usiape kwa jambo lolote. Usiape kwa mbingu kwa sababu ndiko kiti cha enzi cha Mungu. Usiape kwa dunia kwa sababu ni mahali pake pa kuweka miguu. Usiape kwa Yerusalemu kwa sababu ni mji wa mfalme mkuu. Usiape hata kwa kichwa chako mwenyewe kwa sababu hauna uwezo wa kufanya unywele wako mmoja uwe mweupe au uwe mweusi. Na Yakobo, mtume Yakobo kwenye kitabu chake sura yake ya 5 na mstari wa 12 anasema,
Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape, wala kwa mbingu, wala kwa nchi, wala kwa kiapo kinginecho chote, bali ndio yenu iwe ndio, na siyo yenu iwe siyo, msije mkaangukia hukumu. Kuna hatari ya kuapa, na kuapa ambapo mtu asipoitimiza kiapo hicho anahesabiwa dhambi. Kama nilivyosema, ukisoma kwenye kitabu cha Walawi sura yake ya 5 mstari wa 4 hadi wa 13, utaona ya kwamba mtu alipoapa na kutotimiza kiapo chake ama kuapa ovyo ovyo alihesabiwa dhambi, na kuna sadaka ya dhambi ambayo ilimpasa kuitoa. Ndio kwa maana Yakobo anasema watu wasiape, kwa sababu mtu akiapa na asitimize kiapo chake atakuwa amehesabiwa dhambi, na hata moyo wake mwenyewe utamhukumu kwa sababu hakutimiza kiapo chake. Kwa hivyo kuna hatari ya kuapa ambayo Mungu anawaokoa watu wake kutokana na hatari hiyo. Wasiape ili wasiangukie hukumu. Yakobo anaendelea kusema kwenye kitabu cha Yakobo 4 sura yake ya 13 hadi ile ya 15, anasema, haya basi, nyinyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayokuweko kesho. Uzima wenu ni nini? Maana nyinyi ni mvuke. Mvuke ni kama steam, ni mvuke uonekanao kwa kitambo, ama mist ionekanayo kwa kitambo kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi, anatushauri kuliko kusema mambo tutakayoyafanya kwa uhakika kana kwamba ni sisi tutakaofanya, tuseme Bwana akikubali ama Bwana akipenda tutafanya hivi na hivi. Na ninajua ya kwamba watu wengine ukiwaambia Bwana akipenda, wanaona jambo hilo ni kama ni udhaifu. Nilihadithiwa hadithi ya mtu ambaye kama mungepatana jambo umwambie utalifanya Mungu akipenda, alikuwa anaambia mtu sio Mungu akipenda, nataka kusikia utafanya. Kwa sababu Mungu, ukisema Mungu akipenda, jambo hilo lilionekana kana kwamba ni udhaifu. So kutoapa kunaonyesha ya kwamba tunautambua udhaifu wetu wa kibinadamu, na kwa sababu hiyo tunajiegemeza kwa Mungu katika mafanikio yetu ya mambo ambayo tunakusudia kuyafanya. Na ninaamini ya kwamba hiyo ndiyo sababu moja ambayo Mungu alipenda kutomsababisha Ibrahimu kuapa. Mungu akachagua kuapa yeye mwenyewe peke yake bila kumhusisha Ibrahimu katika kiapo hicho, kwa sababu Mungu hakutaka mipango yake ya umilele iegemezwe katika uwezo wa Abrahamu wa kutekeleza yale ambayo alikuwa ameyaapa. Ndio kwa maana Mungu akamzuia kutoapa, ili agano hilo ambalo aliagana na Ibrahimu liweze kutegemea tu uaminifu na uwezo wa Mungu ili liweze kusimama milele. Swali hili lilikuwa limeulizwa na dada yetu Angela, na najua
atatuambia kama limemridhisha jibu hilo ama halikumridhisha. Kama hakuridhika, ataendelea kuuliza na tutajitahidi kujibu kadri maswali yanapokuja. Ni matumaini yangu ya kwamba hata sisi wengine tumeweza kuelewa ni kwa nini Mungu aliapa, na ilhali sisi tunakatazwa kuapa. Mungu anapoapa, hakuna kitu kinaweza kumzuia yeye kutimiza yale ambayo ameyaapa. Lakini mtu anaweza kuapa na akakosa kutimiza kwa sababu ya udhaifu mmoja ama ule mwingine. Ndugu yetu Peter Prestime akitazama kutoka Thika anasema jinsi Mungu alivyoichagua nyumba ya Haruni kuwa makuhani ilikuwa ni kwa kiapo, ama je, kunacho kiapo cha ukuhani? Neno linasema katika kitabu cha Waebrania, ndugu yangu Peter, ya kwamba wale makuhani wa kitambo walifanywa makuhani bila kiapo. I don't have that scripture of head. Lakini linasema kitabu cha Waebrania wale wa makuhani wa kale walifanywa makuhani bila kiapo. Lakini huyu kuhani mkuu wa Agano Jipya ambaye si kuhani kupitia mpangilio wa Aroni, amefanyika kuhani in the order of Melchizedek, na amefanywa kuhani kwa kiapo, kwa sababu ya yule aliyemwambia nimekufanya kuhani after the order of Melchizedek, uwe kuhani milele. Nitakumbuka kuandika andiko hilo katika group ili liweze kueleweka vizuri. But the word is very clear ya kwamba wale wakale walifanywa makuhani bila kiapo, lakini huyu kuhani mkuu wetu Bwana Yesu amefanywa kuhani kwa kiapo cha Mungu. Sio kiapo cha mtu waliyemwambia rudia baada yangu. Ni kiapo cha Mungu aliyeapa ya kwamba nimekufanya kuhani katika msululu ama the order of Melchizedeki. Asante sana ndugu yetu Peter kutoka Thika. Tunashukuru ya kwamba uko pamoja nasi. Swali lingine ambalo liliibuka katika masomo yetu siku ya Ijumaa iliyopita, na hili swali liliulizwa na ndugu yetu mchungaji Isaya, of course akitaka liwe kwa manufaa kwa watu wote. Ni swali, je, amri 10 ndizo Agano la Kale? Je, amri 10 ndizo Agano la Kale? Na kama tulivyotangulia kuona, kuna aina mbili za agano. Hilo tuliona. There are two kinds of covenants. One, an unconditional covenant. Two, a conditional covenant. Hiyo ni kumaanisha kuna aina mbili za agano ama maagano. Aina moja ni maagano yasiyokuwa na masharti. Aina hiyo nyingine ni agano ambalo lina masharti. Na tukasema agano la mlima Sinai ni agano lenye masharti. Agano la Mungu na Ibrahimu lilikuwa ni agano lisilokuwa na masharti. Ndio kwa maana Abrahamu hakuapishwa. Na Mungu alimwahidi, sio kwa sababu ya mambo ambayo Mungu alitarajia Abrahamu afanye, lakini ni kwa sababu ya kwa msingi wa mambo ambayo tayari Abrahamu alikuwa ameyafanya. Mungu akamwambia Abrahamu, kwa sababu umefanya hivi, nami nitafanya hivi hivi. It was unconditional. Lakini lile agano la mlima Sinai tuliona ya kwamba ni agano lenye masharti. Mungu alitoa orodha ya mambo
ambayo alitaka wana wa Israeli watekeleze ili agano hilo liweze kusimama. Na mambo yote ambayo Mungu aliwataka wana wa Israeli kuyatekeleza ili agano hilo lidumu, aliyapeana kwao kwa mkono wa Musa kama Torati ama sheria. The conditions that God wanted Israel to meet so that covenant between him and Israel would stand, God gave those conditions to Israel by the hand of Moses in the form of the Mount Sinai law. Na yalikuwa katika amri 10 na katika amri zingine zaidi ya 600 ambazo zilielezea jinsi ya kushika zile amri 10 na jinsi zitakavyotekelezwa na kuhakikisha ya kwamba zinafuatwa kikamilifu. Wacha niseme hapa hivi, zile amri 10 hazingefaulu kuwa sheria ya Israeli bila zile sheria zingine zaidi ya 600. Kwa sababu hizo 600 ndio zilipambanua zile 10. Kwa mfano, amri iliposema mimi ndiye Bwana Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine, katika zile zingine sheria ilisema mtu akiabudu Mungu mwingine atafanywa nini. So zile zaidi ya 600 ndizo zili enforce, ndizo zilitia uweza zile amri 10. Kama Mungu angetoa tu hizo amri 10 bila zile 600, ingekuwa ni vigumu amri hizo 10 kutekelezwa, kwa sababu amri zile 10 hazikutoa adhabu ambayo watu wataadhibiwa wasipofanya vile hizo amri 10 zilikuwa zimewaagiza kufanya. Zile amri 10 na ile Torati au sheria yote basi yalikuwa ndiyo masharti ya agano lile. Ndiyo mambo ambayo iliwapasa wana wa Israeli kuyafanya ili agano hilo liweze kudumu. Na walipokosa kufanya mambo hayo, Mungu hakuwajibika kuwafanyia mambo aliyowaahidi katika agano hilo. Zile amri 10 zilikuja kujulikana kama maneno ya agano hilo, the words of the covenant. Zilitambuliwa kama agano hilo. The 10 commandments came to be identified or described as the words of the covenant, or the wording of the covenant, and even as the covenant. Na tutaona katika maandiko ya kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kutoka, kitabu cha Kutoka 34 na mstari wa 28 inaelezea kuwa maneno yaliyoandikwa katika amri hizo 10 ndio maneno ya agano. They are the words of the covenant. You see, tukitaka kupatana na mtu, kuna maneno tutaandika katika karatasi ama anywhere tutakapoandika ili kila mmoja wetu aweke sahihi. Hiyo tutaandika ndiyo maneno ya mapatano yetu. Na wakati mwingine tukishindwa kuandika kwa sababu hatujui tutaandika namna gani, tunapelekea advocate ama wakili anatuandikia. Na kwa sababu lugha ya wakili ni ngumu, anatutafsiria kwa lugha nyepesi, ili agano nimesema hivi na hivi na hivi na hivi. So agano la mlima Sinai, maneno yake ni hizo amri 10 na ile sheria yote ya Torati.
Kutoka 34 na mstari wa 28. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana. Inaongelea mtumishi wa Mungu Musa. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na mchana, ama siku 40 na usiku 40. 40 days and 40 nights. Hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao haya maneno ya maagano, hizo amri 10. Kilichoandikwa katika zile mbao, tunaambiwa kwenye that scripture, ni maneno ya agano hilo. It is whatever was written in the tablets of stone were the words of that covenant. Na hiyo imerejelewa pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 na mstari wa 13. The 10 commandments have been described as the words of that covenant. Ndiyo maneno ya agano hilo. Na utakuta ya kwamba hata zile mbao ambapo hayo maneno yaliandikwa, ama hizo amri ziliandikwa, zilikuja kujulikana kama mbao za agano. The tablets of the covenant. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 9 na mstari wa 9. Na hapo nilikuwa ya mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe. Nazo ni mbao za agano Bwana alilofanya nanyi. Ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala sikunywa maji. Bwana akanipa zile mbao 2 za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Ikawa mwisho wa siku 40 usiku na mchana, Bwana alinipa zile mbao 2 za mawe, nazo ni mbao za agano. That is the covenant. The tablets of stone which Moses received from God were the words of the old covenant. Ndiyo matakwa, ndiyo masharti ya agano. They are the terms and the conditions of the old covenant. Na hiyo imerudiwa kuhusu mbao za agano, imerudiwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 9 mstari wa 15, na pia Waebrania sura yake ya 9 na mstari wa 4. The tablets of the covenant. There is no room for doubt whatsoever that whatever was written on the tablets of stone which Moses received from God upon the mountain were the words of the covenant. The tablets were the tablets of the covenant. Na si hayo tu, kwa sababu hata kando na mawe yaliyoandikwa, kuna kitabu kilichoandikwa mambo mengine mengi ambayo hayakuwa katika zile mbao za agano. Na kitabu kilichoandikwa mambo hayo yote kilikuja kujulikana kama kitabu cha agano. The book of the covenant. Kutoka 24 mstari wa 7 inasema, kisha akakitoa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, wakisema, haya yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Na hiyo ni muhimu, kwa sababu tunaona hapa wana wa Israeli wakiapishwa. Mungu anawaapisha wana wa Israeli baada ya kusomewa kila kilichoandikwa kwenye kitabu cha agano. Wanasema chochote ambacho Bwana amekisema tutakifanya, tutakitii.
na tutakuja kuona mahali pengine ya kwamba walipokuwa wakisema maneno hayo walikuwa wananyunyuziwa damu ya wanyama waliokuwa wamechinjwa. So as they pronounced, as they declared their commitment to that covenant, they were sprinkled with blood, which became the blood of that covenant. Lakini cha muhimu hapa ni kwamba kile kitabu pamoja na yale ina zile mbao zile mbao za mawe zilikuwa zimeandikwa maneno ya agano hilo. Ndio kwa maana zile tablets ziliitwa the tablets of the covenant. Ndio kwa maana hiki kitabu kinaitwa the book of the covenant. Wafalme wa pili mstari wa 23 Wafalme wa pili sura ya 23 na mstari wa pili hadi ule wa 3 inaongea kuhusu jambo hilo. Inasema maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana, kwa sababu kitabu cha agano kiliwekwa katika nyumba ya Bwana. Inasisitiza katika mstari wake wa pili na ule wa 3, inasisitiza kwamba kile kitabu, the book of the law, was identified as the book of the covenant. Na pia Mambo ya Nyakati sura yake ya 34 na mstari wa 31 unaongea kuhusu kile kitabu cha sheria ama cha Torati kama kitabu cha agano. Ndio kwa maana tumesema yale mambo Mungu alitaka Waisraeli wafanye ili na yeye atekeleze sehemu yake ya agano lile. Mambo hayo yote aliwaambia wana wa Israeli katika Torati ya mlima Sinai, katika zile mbao 2 za mawe, na katika kitabu cha Torati kilichoandikwa. Maneno yaliyoandikwa ndiyo matakwa ama masharti ya agano hilo la mlima Sinai. Whatever was written in the tablets of stone, on the tablets of stone, and whatever was written in the book of the law were the terms and conditions of the old covenant. Na ndio kwa maana tunapata ya kwamba kama tulivyosema, agano lenye masharti haliwezi kusimama kama upande mmoja wa agano hilo umeghairi ama umekosa kufanya kile ambacho ulihitajika kukifanya. Agano lenye masharti haliwezi kusimama iwapo upande mmoja ukikosa kufanya sehemu yake katika agano hilo. Hilo likifanyika, yani upande mmoja usipofanya kile ambacho unahitajika kufanya katika agano hilo, ule upande mwingine unawekwa huru na agano hilo na hauwajibiki tena kutekeleza ama kufanya kile ambacho uliahidi katika agano hilo. Na nitarudia hapo. Agano lenye masharti ambalo limeafikiwa na pande mbili, upande mmoja usipofanya kile ambacho uliahidi katika agano hilo, upande huo mwingine unawekwa huru kutokana na agano hilo na huwajibiki tena kutekeleza yale ambayo uliahidi katika agano hilo. Ndio tunaona basi walipokosa Waisraeli kufanya sehemu yao ya agano lile, Mungu hakuwajali tena, ila alitangaza kuleta agano lingine ambalo halitakuwa kama hilo. Na haya tunayasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ya 8 mstari wake wa 7 na wa 9 na hata ule wa 13.
Hebrews 8 verse 7 to 9 and verse 13. Mstari wa 7 unasema, maana kama lile agano la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingetafutwa ya agano la pili. Hebu nirudie hiyo. Kama lile agano la kwanza lingelikuwa halina upungufu, lingelikuwa halina dosari, hakungelikuwa na haja ya kulete agano lingine. Hiyo inatuambia agano hilo lilikuwa na upungufu. Na huo upungufu haukuwa kwa upande wa Mungu. Mungu hakupungukiwa. Na Mungu hakukosa kuwa mwaminifu. Agano lile lilikuwa na upungufu ambao hauwezi kuwekelewa Mungu. Ndio kwa maana mstari wa 8 unasema, maana Mungu anawalaumu. Mungu anapowalaumu Waisraeli asema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Mungu anawalaumu Waisraeli kwa sababu ya kutofanikiwa kwa agano hilo, na anaahidi agano jipya. Mstari wa 9 unasema, halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika ile siku nilipowashika mkono yao niwatoe katika nchi ya Misri. And that is important because there is a difference between when he says haitakuwa kama agano nilipoagana na baba zao, haongei kuhusu agano lake na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Anaongea kuhusu agano aliloagana na Israeli baada ya kutoa kwa mkono wake wa nguvu kutoka utumwani Misri. Hiyo sinafikiri itaeleweka vizuri. Anaposema halitakuwa kama agano nililoagana na baba zao katika siku ile niliwashika mkono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, na mimi sikuwajali, asema Bwana. That is absolutely clear that the covenant that God is referring to here is not the Abrahamic covenant. It is the covenant that God made with Israel when he redeemed them from the bondage of Egypt. And I think that one is absolutely clear. Kwa sababu agano hili ya mlima Sinai ndilo lilikuwa na masharti. Na Mungu anasema hawakulishika agano langu. Hawakudumu. Waisraeli hawakudumu katika agano la Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu hakuwajali. Ndio kwa maana anasema nitaleta agano lingine, na halitakuwa kama lile niliagana na wao nilipowatoa Misri. So agano hili linakosa kusimama kwa sababu Waisraeli hawakudumu katika agano hilo. Na Mungu ijapokuwa ni mwaminifu na ni mwenye nguvu zote na hajapungukiwa kwa namna yoyote, lakini agano lenye masharti haliwezi kusimamishwa na upande mmoja. Upande mmoja ukikosa kudumu katika agano lile, upande huo mwingine unakuwa discharged. Unafunguliwa kutoka agano hilo. Ndio kwa maana ukisoma mstari wa 13 unasema agano lile sasa Mungu alisema limezeeka na inakuwa lini, kwa kimombo inasema obsolete. Obsolete ni kumaanisha sasa halimo tena. Ni kitu ambacho kimetokomea. Ni kitu ambacho hakina umuhimu tena. Hakina umuhimu tena.
So tunaona agano lile lilianguka ama lilikosa kusimama kwa sababu wana wa Israeli hawakutimiza nafasi yao ama jukumu lao katika agano hilo. Kwa hivyo Mungu, japokuwa ni Mungu, akakosa kuwajali. Lakini kuanguka kwa lile agano la mlima Sinai hakusababishi kuanguka kwa agano la Mungu na Abrahamu ambalo lilikuwa limefanyika miaka 430 kabla ya hili agano la mlima Sinai. Kwa sababu lile agano la Mungu na Abrahamu lilikuwa halina masharti yoyote. Na nafikiri jambo hilo pia limeeleweka. Sijui tumebaki na dakika ngapi hapo nisaidiwe. Ni saa 3:26. Bado tuna dakika kadha. Ni saa 3 na dakika 26. Tunataka tufike kama 45 ili tutoe nafasi ya mazungumzo. So ninaamini ya kwamba imeeleweka ya kwamba zile amri 10 na zile amri zingine zote 600 na ndiyo masharti ya agano la kale. Bila sheria hizo 600 na zile sheria 10 hazingeweza kufuatiliwa. Na in a simple language tunaweza kusema zile amri 10 ndizo the supreme law. Zilikuja kuwa the supreme law of Israel. Na zile 600 na zikawa ni rules and regulations and statutes za kuelezea jinsi hizo 10 zitakavyotekelezwa. Na tumetoa mfano. Kwa mfano mwingine, zile amri 10 kulitolewa amri ya kwamba siku ya 7 ya kila juma itakuwa ni sabato. Watu wasifanye kazi yoyote, watulie, wapumzike. Lakini haikusema ni adhabu gani watu wataadhibiwa wasipofanya hivyo. Katika zile zaidi ya 600 Mungu anaelezea vizuri, anasema mtu awaye yeyote ambaye hatapumzika siku ya sabato apigwe mawe afe. Lakini hiyo haiko kwa amri 10, iko katika hizi amri zingine. Kwa sababu hizi amri zingine ni za kuelezea jinsi zile 10 zitakavyotekelezwa. Lakini wana wa Israeli walisomewa hizo sheria zote wakisema hayo yote tumekubali na tutafanya, na wakimwagiwa damu ya wanyama waliochinjwa. Hiyo ndiyo mapatano ya Mungu na Israeli. Mkifanya mambo haya, nitakuwa Mungu wenu. Mtakuwa taifa langu teule. Mtakuwa hili na kuna upande wake ambao Mungu aliahidi atafanya. Lakini ni pale tu wana wa Israeli watafanya yale ambayo waliambiwa katika Torati. Na hilo basi tutalifikisha hapo pia. Na ni matumaini yangu ya kwamba mchungaji Isaya, sijui kama ako kwenye mtandao, sioni kama ako, atatupatia observation yake, na kama kuna jambo la kuelezea zaidi either ataelezea ama tutaelezea kama atakavyotuelekeza Bwana. Na sasa turejelee jambo ambalo pia ni kama lilihitajika lieleweke vizuri siku ya Ijumaa. Nakumbuka mchungaji Isaya na ndugu yetu Baba Ndegwa wakisema twende polepole hapo ili paweze kueleweka vizuri. Na wakasema hatuna haraka. Na mimi nikaamua basi hata mimi sina haraka. Kwa hivyo sasa tutaenda tu polepole, bora ni mambo yaeleweke. Hakuna mahali tunaenda. So jambo hilo ni agano hilo la mlima Sinai liliwatenga Israeli kando na mataifa mengine yote ya dunia. Tulisema agano la mlima Sinai lilikuwa exclusive. Ni agano ambalo liliwatenga Waisraeli, likawafanya taifa kando na mataifa mengine yote ya ulimwengu. Iliwatenga. Na hiyo ni kumaanisha kama walitengwa,
mataifa basi nao walitengwa kando na Israeli. Na nafikiri hilo ndilo jambo ambalo tulijaribu kusoma maandiko ikasemekana tumeenda haraka sana. So sasa tutataka kufuatilia pole pole kwa dakika hizo ambazo zimesalia, ili tuonyeshe ya kwamba, kumbuka, mambo haya tunayaelezea tukitaka kuleta ufafanuzi na umuhimu wa agano la Mungu na Ibrahimu. Kwa sababu tulisema wokovu wa watu wote wa dunia umeegemezwa, it is based on the Abrahamic covenant, not on the Mount Sinai covenant. Na kufikia hapa tumeona hata lile agano la mlima Sinai lilianguka. Kama wokovu wa watu wote ulimwenguni ungeegemezwa katika agano ambalo lilitegemea watu, basi hakungekuwa na uhakika wa wokovu. Hakungekuwa na uhakika wa wokovu. Mimi ningependa sana watu wa dunia yote waokolewe. Lakini kama Mungu angeegemeza wokovu wa watu wote wa dunia kwangu, bila shaka agano hilo lingeanguka kwa sababu ya udhaifu wangu wa kibinadamu. So wokovu wa watu, the salvation, the redemption of mankind through the Lord Jesus Christ is not based on the Mount Sinai covenant. It is based on the Abrahamic covenant. That is why God in his wisdom chose to swear by himself, to swear alone by himself, so that it may become clear to all that salvation and redemption is a work of God himself. And it is not dependent on the wisdom or the abilities of any man. Ndio kwa maana agano lile halikuwa na masharti. Agano la mlima Sinai lilikuwa na masharti na likaanguka kwa sababu Mungu amesema Waisraeli hawakudumu katika agano hilo. Lakini hiyo haimaanishi kile ambacho Mungu alimwahidi Abrahamu na akarudia kwa Isaka na Yakobo kuhusu uzao wa Abrahamu hakitatekelezwa. Mungu atakitekeleza kwa misingi ya agano lake na Abrahamu. Ndio kama utakuta kuona mahali pengine ya kwamba yale mambo ambayo Mungu alimwahidia Abrahamu na akarejelea kwa Isaka na Yakobo bado yatatimizwa kwa taifa la Israeli na watu wote kwa jumla. So kitabu cha Kutoka sura yake ya 19 mstari wa 5 hadi ule wa 6. Mungu anaambia Israeli, sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli. That is a condition. Ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu. Tunu ni kama kitu cha dhamana sana kwangu kuliko makabila yote ya watu. Those are the words God spoke to Israel. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Mstari wa 6, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Ni Mungu anamwambia Musa. So tunaona hapa ya kwamba Mungu anawatenga wana wa Israeli na makabila yote ya watu ili wawe a special people kwake. Wawe a special people kwake. Lakini tunaona masharti bado yanarudiwa. Pamoja na kutengwa, wanatengwa kwa masharti. Na hiyo ni muhimu. That is important. Why? Mungu aliahidi ya kwamba wakishika agano lake watakuwa ndio special people kwa Mungu. That is a promise that God made to them in the Mount Sinai covenant. Suppose, tujiulize swali,
Je, kama wangeshika agano hilo hadi sasa, si Mungu angewajibika kuwatenga bado wawe ndio watu wake pekee dunia mzima? Kwa sababu hiyo ilikuwa ni ahadi yake. Sijui kama hiyo inaeleweka. Kama wana wa Israeli wangeshika masharti ya Mungu anayowaambia hapa, mkishika agano hili na mdumu ndani yake, mtakuwa watu wangu wa kipekee duniani mzima kutokana na mataifa yote ya watu. Kama wangeshika, si Mungu angewajibika kutimiza ahadi hiyo, ili wao peke yao wadumu kuwa watu wa Mungu, wakose kufarakana. Akose kufarakana. Na kama wangekuwa ni hivyo, hakungekuwa na nafasi ya watu wa mataifa. Ni ukweli. Kwa sababu Mungu angewajibika. Hata hivyo ndivyo amewaambia hapo. Kabisa. So walipokosa kudumu katika lile agano, Mungu akalitupilia mbali, akaleta agano lingine ambalo lilijumuisha watu wote wa ulimwengu. Na hawawezi kumlaumu Mungu kwa sababu ni wao hawakushika lile agano. Mungu anafanyaga mambo ya ajabu. Amen. Kwa sababu hivyo ninasema hapa, sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kushika agano langu, hapo ndipo mtakuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana pia dunia pia ni yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno Mungu aliambia Musa aambie Waisraeli. So tunaweza kusema kutodumu kwao katika lile agano kulitoa nafasi kwa watu wa mataifa. Na hivyo ndivyo mafundisho ya agano jipya anasema, ya kwamba kuanguka kwao, kukataliwa kwao kulitoa nafasi kwa watu wa mataifa. Hilo ni jambo ambalo tunaweza kulielezea katika maandiko ya agano jipya. Kumbukumbu la Torati mstari wa 4, sura yake ya 4 na mstari wa 7 hadi wa 8 inasema, kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumuitapo. Which other nation? That is the question. Kuna taifa gani lingine? Hilo ndilo swali. Waisraeli walidumu kukumbushwa na Mungu, kukumbushwa na manabii. Walikuwa wakiulizwa, kuna taifa lingine gani ambalo ni kama nyinyi? Kwa sababu ni taifa lililotengwa kimakusudi na Mungu liwe taifa la Mungu. Ni taifa lingine gani? Hilo ni swali lilidumu kuulizwa. Tumesoma Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 7 na wa 8. Samueli wa pili sura yake ya 7 na mstari wa 23 inauliza swali hilo. Ni taifa lipi duniani? Samueli wa pili 7 mstari wa 23, lakini tulitangulia Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa 8. Meshika ile sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Samueli wa pili sura yake ya 7 mstari wa 23. Mambo ya Nyakati sura yake ya 17 mstari wa 21. Swali hilo linaulizwa, ni taifa lipi duniani lililo kama taifa hili? That just goes to show that Israel was separated from all the nations of the world to be God's special people under the terms and the conditions of the Mount Sinai covenant. Halikuhusisha watu wengine. Liliwatenga Waisraeli kuwa taifa la Mungu. Kuwa taifa la Mungu. Mambo ya Walawi sura yake ya 20 na mstari wa 26. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa maana mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga nyinyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Nimewatenga nyinyi na mataifa ili kwamba muwe
wangu. There is no doubt whatsoever ya kwamba lile agano la mlima Sinai lilikuwa exclusive. Liliwatenga. Lilitenganisha Waisraeli na mataifa. Na tunaposema Waisraeli hatumaanishi wana wa Ibrahimu. Hiyo ni muhimu. Tunaposema Waisraeli hatumaanishi wana wa Ibrahimu. Wana wa Ibrahimu ni wengi, kwa sababu Ibrahimu aliahidiwa kuwa baba wa mataifa. Ibrahimu ana taifa linaitwa taifa la Ishmaeli. Ibrahimu ana taifa linaitwa taifa la Esau. Ibrahimu ana taifa la vijana waliozaliwa na Abrahamu baada ya mauti ya Sara. Neno linasema alioa mama aliitwa Ketura. Akamzalia Ibrahimu vijana 6-7 na wakawa mataifa kubwa. Tunapoongea kuhusu wana wa Israeli, tunaongea watoto waliozaliwa moja kwa moja na Yakobo mwana wa Isaka. So mambo ya Walawi 20:26 inasema Mungu aliwatenga kutoka kwa mataifa yote ya dunia ili wawe watu wa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 7 na mstari wa 6. Kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa, zaidi ya mataifa yote yaliyoko juu ya uso wa nchi. This just goes to prove that the Mount Sinai covenant was exclusive. It was exclusively between God and the nation of Israel. Na tumesema agano ni mkataba. Agano ni mkataba. Nikiingia kwenye mkataba na ndugu yangu Kintu, for example, tuandikanie mambo yanayotuhusu, mtu mwingine hawezi kuingia katika agano hilo akadai yale mambo ambayo yameandikwa katika agano hilo, kwa sababu he is not party to that covenant. Waefeso 2 mstari wa 12. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mumefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamuna Mungu duniani. That was the condition of the Gentiles. Tulikuwa watu wa mataifa, hatuna Kristo. Tumefarakana. We have been separated from the commonwealth of Israel, and we were strangers and aliens to the covenant of promise. Hatukuwa na sehemu katika agano lile. Tulikuwa hatuna Mungu wala matumaini hapa duniani. Hiyo ndio ilikuwa hali ya watu wa mataifa, wakitazamwa kwenye mtazamo wa agano la Mungu na taifa la Israeli. The Bible makes it absolutely clear that we were strangers and aliens in the covenant of promise, as was between God and the nation of Israel. Hiyo ni Waefeso 2 mstari wa 12. Waefeso 2 hiyo hiyo mstari wa 14 na 15. Nasema hivi. Ephesians 2 verse 14 to 15. Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Inaongea kuhusu Kristo. Yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenganisha. Anaongea kuhusu Kristo. Anasema Kristo alilete amani kati ya Wayahudi na watu wa mataifa, akabomoa ukuta wa kati. Kulikuwa na ukuta
watenganisha Waisraeli na watu wa mataifa, kulikuwa na ukuta mkubwa kati yao ambao Kristo aliubomoa. Aliubomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Na anaendelea kusema, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao ambao walikuwa ni wawili wawe mtu mmoja mpya. This is important, and I pray that it will be understood. Akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Uadui ni kile kiambaza, ni ule ukuta uliokuwa katikati ya watu wa Israeli na watu wa mataifa. Akisha kuondoa katika mauti yake, na uadui huo unaelezewa kuwa ni ile sheria ya amri zilizo katika maagizo, the requirements, the terms and the conditions of the covenant, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya, moja mpya ndani ya nafsi yake. Yaani Kristo alileta amani kati ya Waisraeli na watu wa mataifa kwa kuondoa kile kilisimama kati yao, nacho ni zile amri zilizokuwa katika maagizo. Na alipofanya hivyo, akachukua Waisraeli na watu wa mataifa kutoka kwa hawa wawili, akatengeneza mtu mmoja mpya. Yaani Mungu alichukua Mwisraeli na akachukua mtu wa mataifa, akatengeneza mtu mmoja mpya kutoka kwa hao wawili. Tunaambiwa mahali pengine, na hiyo si mahali pengine, ni katika kitabu cha Wagalatia 3 mstari wa 27-29 hapo, ya kwamba nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo, hakuna Myahudi wala mtu wa mataifa. Na tunaona kwenye kitabu cha Petero sura yake ya pili, Petero wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 10, tunaambiwa nyinyi mlikuwa kwanza si taifa. Mlikuwa kwanza si taifa, lakini sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamukupata rehema, bali sasa mumepata rehema. Machoni pa Mungu taifa lake lilikuwa Israeli. Wengine hawakuwa taifa la Mungu. Lakini sasa tumekuwa taifa la Mungu. Hatukupata rehema, lakini sasa tumepata rehema. Na tumepata rehema kwa sababu matawi mengine, kama tulivyosema, walikosa kushika lile agano, kwa hivyo wakakatwa, wakaondolewa katika yale maagano ya Abrahamu. Na sisi tukapandikizwa katika maagano hayo. Hiyo unaweza kuyasoma kwenye kitabu cha Warumi 11 mstari wa 17 hadi 18. Tulikuwa kando, tulikuwa mzeituni mwitu. Tulikuwa mzeituni mwitu, lakini tukapandikizwa. Wacha nisome tu. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, ikiongea kuhusu Israeli, inasema kuna matawi yalikatwa. Matawi ni tofauti na mti. Matawi sio mti. Waisraeli wanaitwa matawi, na matawi ni yamebebwa na mti. Haya matawi yakakatwa, na sisi kama mzeituni mwitu tukapandikizwa kwenye mti. Na tunaambiwa kwa sababu hiyo tusijisifu. Ikiwa twajisifu, tufahamu ya kwamba ni mti umetubeba, sio sisi tumeubeba mti. Na andiko lingine la kudhibitisha hayo ni pale Yesu alipoongea na Wayahudi, Yohana 10 mstari wa 16, kama vile baba Ndego alitusomea siku ya Ijumaa. Inasema, niko na kondoo wengine ambao hawako kwenye zizi hili, na wao inawapasa kuwaleta, ili hatimaye kutakuwa na kundi moja la mchungaji mmoja.
anapokuja kuwahudumia wana wa Israeli, anawaambia moja kwa moja ana kondoo wengine ambao sio wa kundi hili, lakini atakuja kuwaita ili hatimaye kuwe na kundi moja chini ya mchungaji mmoja. So tunaona ya kwamba bila shaka agano lile liliwatenga watu wa mataifa, liliwateua tu watu wa Israeli. Na tunasoma katika kitabu cha Wagalatia, na kumalizia sasa. Tunasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura yake ya 3 mstari wa 15 ya kwamba agano likisha dhibitishwa haliwezi kubadilishwa wala kuongezwa kitu. Wagalatia 3 mstari wa 15 inasema, ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la wanadamu, hata hivyo likisha kudhibitika hakuna mtu alibadilishaye wala kuliongeza kitu. Kwa nini niseme hivyo? Neno linasema ijapokuwa liwe ni agano la watu, likishadhibitiwa haliwezi kubadilishwa wala kuongezwa kitu. Na lile agano la mlima Sinai halihusu tu watu, linahusu hata Mungu. Na ukiendelea kusoma hapa utakuta Paulo anasema haliwezi kubadilishwa wala kuongezewa kitu. So kwa ajili ya agano la mlima Sinai haliwezi kubadilishwa wala kuongezwa chochote, haliwezi kutoa nafasi sasa kwa watu wa mataifa, kwa sababu haliwezi kubadilishwa ama kuongezwa chochote. Watu wa mataifa wakija kwa Kristo, agano lile la mlima Sinai haliwezi kubadilishwa ili waongezwe kwenye agano hilo, hata kufanyike nini. Likishadhibitiwa haliwezi kubadilishwa na haliwezi kuongezwa, haliwezi kusemekana kwa sababu mataifa wamekuja wacha tubadilishe hapa tuwaingize. Haiwezekani. Tunaposema wokovu wetu umejengwa, it is based upon the Abrahamic covenant. There is no doubt about that. The Mount Sinai covenant was sealed with the nations of the world excluded from that covenant, and it cannot be altered. Nothing can be added to it. Haliwezi kubadilishwa wala kuongezwa kitu. Kwa hivyo mtu asikuambie ya kwamba sasa kwa sababu wewe mtu wa mataifa umekuja kwa Kristo umeongezwa kwenye agano lile la mlima Sinai. Haiwezekani. Na kwa sababu haiwezekani, na Mungu alikuwa amemwahidi Abrahamu ya kwamba mataifa wote wa dunia watabarikiwa kwake, alitupilia mbali agano lile kwa sababu Waisraeli hawakudumu ndani yake. Akaleta agano lingine ambalo Waisraeli hawawezi kucomplain kwa sababu wao ndio waliangusha agano lile kwa kutozingatia. Akaleta agano lingine ambalo linawahusisha watu wote, na agano hilo ni agano ambalo analilete kumtimizia Ibrahimu ahadi aliyomwahidi katika agano lake na Abrahamu miaka 400 kabla ya agano la mlima Sinai. So watu wa mataifa wanapokuja kwa Kristo hawafanyiki wana wa Israeli. Watu wa mataifa wanapokuja kwa Kristo hawafanyiki wana wa Israeli. Waisraeli wanapokuja ndani ya Kristo hawafanyiki watu wa mataifa. Waisraeli kwa watu wa mataifa wakikuja kwa Kristo wanafanyika mtu mpya. Mtu mmoja mpya ambaye si Myahudi wala si Myunani, ni mwana wa Mungu katika Kristo Bwana. Bwana asifiwe. Waefeso 4 mstari wa 14 hadi wa 16 tumesoma, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi tuliokuwa wawili kuwa kitu kimoja. Aliondoa ule uadui. What separated us?
the law of commandment contained in ordinances aliziondoa ili ashike mtu wa Israeli na mtu wa mataifa wawe kitu kimoja. Mstari wa 16, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja ambao ni mwili wa Kristo. Na kwa njia ya msalaba akisha kuufisha ama kuua ule uadui kwa huo msalaba. Wagalatia andiko letu la mwisho, Wagalatia 3:27-28 nilikuwa nimetaja kwa kupitia. Maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mume wala mke. Maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Ili kuwaleta watu wa mataifa kwenye agano lake, Mungu alileta agano jipya ambalo lililenga kutimiza ile agano lake na Abrahamu, agano ambalo lilitoa nafasi moja kwa moja kwa watu wa mataifa kuokolewa na kubarikiwa. Kwa sababu agano la Mungu na Abrahamu Mungu aliapa kwa kiapo, tuliona ya kwamba kupitia kwa Abrahamu watu wa mataifa watakuja kujibarikia. Lakini agano la mlima Sinai linawaweka watu wa mataifa kando na agano hilo. So wokovu wetu wapendwa haujajengwa kwenye msingi wa agano la mlima Sinai. Wokovu wetu umejengwa moja kwa moja katika agano la Mungu na Abrahamu, ambalo Mungu anamtimizia Abrahamu katika agano jipya, agano ambalo lilitoa nafasi ya moja kwa moja sio tu kwa taifa la Israeli, bali kwa mataifa yote ya ulimwengu, yakiwemo mataifa ya Kiibrahimu, taifa la Ishmaeli, taifa la Esau, taifa la wale vijana wa mke wa Israeli, mke wa Ibrahimu, Ketura. All the nations of the earth are blessed, even as God comes to fulfill his promise to Abraham as contained in the Abrahamic covenant. Our salvation, our redemption is based on the Abrahamic covenant, not on the Mount Sinai covenant. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaendelea kwanza kutoka hapo ili tuone ile ahadi na vile tumeshirikishwa ndani yake katika Kristo. Kwa sasa Bwana awabariki sana, azidi kuwaneemesha na kuwafanyia mambo mazuri. Asanteni sana. Ningetaka nichukue